Madaraka yamekamilika katika mji wa Wajir na wakazi wanatarajia mengi kutoka kwa hotuba ya Rais William Ruto siku ya Jumatatu. Kwa sasa tunaungana moja kwa moja na mwanahabari wetu Paul Kirobi ambaye yupo kule atujuze kulikoni. Paul Kirobi, wapo unanipata? Tupe taswira kamili ya maandalizi yenyewe na matarajio ya wakazi wa Wajir. Naam, bila shaka Elizabeth Mutuku, tumeshafika, wanasema hayawi hatimaye huwa. Kuanzia tuseme mwezi mzima matayarisho yamekuwa yakiendelea katika maandalizi ya sherehe za Madaraka Day ambayo yatafanyika siku ya Jumatatu, na tayari siku ya leo tumefika na tumeingia katika uga ambao utakuwa unabeba takriban watu 10,000 kutoka maeneo mbalimbali ya nchi, na ikumbuke kwamba uga huu ambao tayari umeshakamilika, tuseme kwamba imefikia ni 95% hivi. Kile ambacho kimebaki labda ni shughuli 1, 2, 3 ambazo zinaendelea usiku huu, na ikumbuke kwamba uga huu uko chini ya ulinzi mkali wa kijeshi ambao wanalinda kutoka upande wa nje hadi upande wa ndani, na ikumbuke kwamba tumesafiri mwendo mrefu kufika katika maeneo haya ya kaskazini mashariki ya nchi ambayo kwa mara ya kwanza itakuwa inaendesha shughuli hizi muhimu sana za kitaifa, sherehe za Madaraka Day, na itakuwa ni hafla ambayo itakuwa na manufaa mengi zaidi kwa wakazi kutoka maeneo ya kaskazini mashariki. Na labda tukuweza kuwahusisha baadhi ya wakazi ambao wanatoka katika maeneo haya, ingekuwa vyema zaidi niweze kusikiliza kutoka kwa wakazi wa maeneo haya. Labda kaka, njoo utueleze jina lako ni nani na siku ya leo unatarajia nini siku ya Jumatatu katika sherehe za Madaraka Day, na unatarajia nini kutoka kwa hotuba ya Rais Daktari William Ruto? Kwa majina naitwa John Kimanzi from Homa Bay. Mimi ni mkaaji wa Wajir, nilikuja huku mwaka wa 2022. Nimekuwa hapa kuanzia mwaka wa 2022. Sasa nimeona maendeleo yamefanyika hapa mjini Wajir, na mambo mingi, shughuli zinaendelea kujitayarishia ile siku ambayo tunaiongoja kwa hamu na gamu ya Madaraka Day, ambayo itakuwa siku ya tarehe moja mwezi wa 6, ambayo itakuwa siku ya on Monday. Sasa tunatarajia rais wetu aje afike mahali hapa ili aweze kuongea na sisi. Kwa hii shughuli hii ni mara ya kwanza ambayo inafanyika hapa Wajir, sehemu ya Wajir. Haijawahi fanyika tena, na tunashukuru rais wetu sana kwa hayo, kwa sababu maendeleo mingi yamefanyika hapa Wajir. Ya kwanza, tunatarajia rais wetu aweze kuongelelea mambo ya barabara ambayo imetusumbua sana hapa mjini hapa Wajir. Barabara ya kutoka Wajir kuelekea Nairobi ambayo sio laini kidogo, lakini tunatarajia hiyo siku ataweza kuongelelea barabara hiyo ambayo tunaitarajia sana kuitumia. Asante sana kaka. Huyo ni mmoja tu wa wakazi ambaye anatoka katika kaunti hii ya Wajir, na niweze pia kusikiliza kwa mkazi mwingine ambaye anatoka katika kaunti hii aweze kutueleza mengi zaidi kuhusiana na shughuli hizi. Labda utueleze dada, jina lako ni nani, na siku ya Jumatatu ama katika sherehe hizi za Madaraka Day unatarajia nini? My name is Merab. And we are expecting a lot from this Madaraka Day. Of course, Madaraka Day has brought a lot of positive things, like in the hospitality industry. We expect a lot of visitors. There is improvement of infrastructure. The problem of electricity has been solved. So we are happy, and we are expecting our president to communicate much on Monday. Thank you. Asante sana. Wacha pia nisikilize mkazi mwingine mmoja, kisha nitakuwa narejesha studioni. Tueleze dada, majina yako ni nani, na kisha utueleze kuhusiana na matarajio yako mbele ya sherehe za Madaraka Day. Naizonga English. My name is Najma. I work here at Grand Oasis, and Madaraka Day, we expect a lot as residents, as business institutions. It has
given us an opportunity to showcase hospitality, especially what we have to offer in Wajir, big hotels like Grand Oasis. We expect a lot, but a lot is going on. Yeah, tumeandaa a lot. We have a lot in store for you too. Thank you so much. Na bila shaka kama jinsi ambavyo umesikiliza, ni wengi tu ambao wangetamani sana kuzungumza na runinga ya TV47 ambayo itakuwa inapeperusha matangazo haya moja kwa moja kuanzia siku ya kesho. Na ikumbuke siku ya leo kuna hafla ambayo imekuwa ikiendelea katika uwanja huu ama katika shule hii ya ambayo iko hapa nyuma yangu kuhusiana na kongamano la elimu na kuweza kuwapa ujuzi baadhi ya vijana. Kumbuka ni shughuli ambayo inaendeshwa na serikali ya kitaifa pamoja kwa ushirikiano na serikali ya kaunti. Hivyo basi tutakuwa tunatupia jicho na kuwajuza watazamaji wetu mengi zaidi ambayo yatakuwa yanajiri kutoka upande huu. Kwako studioni Elizabeth Mutuku. Asante sana Paul Kirobi na Sheila Chelangat, miongoni mwa wanahabari wengine wetu ambao wapo huko na kikosi kizima. Kumbuka ifikapo Jumatatu tutakuwa ange pale kukujuza jinsi shughuli inapigwa kutoka kaunti hiyo ya Wajir. Lakini kwa sasa tunadunda viwanjani.